Naam, tunaendelea na matangazo yetu na leo ni siku ya pneumonia duniani ama World Pneumonia Day. Siku hii inaadhimishwa kila mwaka tarehe 12 Novemba na ni mpango wa kimataifa wa kuhamasisha watu kuhusu pneumonia, ugonjwa ambao unazuilika na unaweza kutibika, ambao unastahiliwa kuwa chanzo kikuu cha vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5 na wasiwasi mkubwa wa kiafya kwa watu wazima. Siku hii ilianzishwa mwaka 2009 na inaungwa mkono na jukwaa la mashirika ya kimataifa ya kupumua yani FIRS na mashirika mengine ya masuala ya afya. Sasa tumemwalika hapa studioni Dr. Pascal Kulijila ambaye ni daktari bingwa magonjwa ya ndani kuzungumza kuhusu pneumonia. Bila shaka sio kitu kigeni kukisikia, lakini hii ni fursa pia kufahamu kwa kina zaidi kuhusu ugonjwa wenyewe, namna ambavyo unaambukizwa, lakini pia jinsi gani ya kuchukua tahadhari, na kwa watu ambao wamepata pneumonia jinsi gani ya kushughulika na matibabu. Daktari, karibu sana. Asante. Kwanza tufahamu kuhusu pneumonia. Ni ugonjwa wa namna gani? Unasababishwa na nini? Pneumonia kwa ujumla wake ni ugonjwa ambao unasababishwa na vijidudu. Inaweza ikawa ni bakteria, inaweza ikawa ni virusi au virus au parasites au fungus. Kwa hiyo vyote hivyo vinaweza vikasababisha pneumonia. Kwa ujumla ambayo vijidudu vinaenda kushambulia sehemu ya mapafu au njia ya upumuaji wa hewa. Na ugonjwa huu unatofautiana vipi na magonjwa mengine? Kwa sababu kuna kama mchanganyo hivi na magonjwa mengine yanakuwa kama yanafanana nao, magonjwa ambayo yanahusu masuala ya upumuaji kama vile mafua makali, tuna asthma ama pumu, na mengine ambayo yanahusu mfumo wa hewa ama mfumo wa upumuaji. Okay. Pneumonia ni ugonjwa ambao ni unaambukiza. Yeah. Unaambukiza. Lakini magonjwa mengine ambayo ni sugu ya mfumo wa fahamu kama pumu, hayo hayaambukizwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo tofauti yake kubwa ni hiyo, kwamba pneumonia inaweza ikaambukizwa kwa sababu tunaona sababu zake inasababishwa na vijidudu, yani bakteria, virusi, fangasi pamoja na parasites ambao tunaweza tukasema ni kama tukitumia lugha nzuri ya Kiswahili tunaweza tukaiweka kama ni wadudu ambao sana washambulia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kwa mfano hookworms, minyoo, na maana hiyo jamii hiyo. Sasa ukiangalia magonjwa mengine kama pumu na magonjwa mengine kama COPD, yani chronic obstructive pulmonary disease, kama kwa Kiswahili tunaweza tukaisema kama magonjwa sugu ambayo yanasababisha mfumo wa mgonjwa asiweze kupumua sawa sawa, ambayo yanasababishwa na kuziba kwa mifumo ya hewa. Haya mengine hayaambukizwi, lakini kwa pneumonia inaweza ikaambukizwa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na umezungumzia kwa habari ya mafua makali. Mafua makali na kwa mfano mafua makali unaweza kusema kama mafua ya ndege hivi, unaweza kufanya kama COVID-19 ilivyokuja. Yeah. Zote hizi zinashambulia mapafu. Na hizo ikawa tunaweza kusema ni COVID pneumonia, kwa sababu COVID ni kirusi. Kwa hiyo inapokwenda kushambulia mapafu, hiyo tayari inakuwa ni pneumonia. Lakini haya mengine kama pumu, hayo hayaambukizwi, inasababishwa tu na mambo mengine ambayo labda kama tutapata nafasi baadaye tunaweza tukaelezea. Lakini kwa mtu mwenye asthma anaweza akashambuliwa na vidudu hivi kirahisi zaidi kuliko mtu ambaye ana asthma. Na kwa nini inaonekana kuathiri zaidi watoto? Watoto wanaathirika sana kwa sababu mbalimbali. Ya kwanza, mapafu yao bado yanaendelea kukua na kinga yao ya mwili bado haijawa sawa sawa. Bado inaendelea kukua. Hivyo wanapopata maambukizi haya ni rahisi zaidi, lakini njia zao za hewa bado ni ndogo. Kwa hiyo wanapopata hitilafu kidogo tu, hata mfumo wao wa hewa unakuwa rahisi kuathirika. Ukiangalia njia za hewa za mtoto na njia za hewa za mtu mzima ni kubwa na za mtoto ni ndogo. Kwa hiyo ukipata hitilafu hapa, yule mwenye njia za hewa ndogo anaathirika zaidi kuliko mtu ambaye ana njia za hewa kubwa. Lakini sababu nyingine ambayo tumekuta kuitokea hapa ni kwa sababu ni kinga ya mwili inakuwa bado haijamalika bado. Ndio maana watoto kuna mpango wa taifa wa kuwapatia chanjo. Okay. Ambayo inaweza ikawa kinga na magonjwa kama haya. Na kabla ya kuzungumza kuhusiana na chanjo na namna matibabu yanavyokuwa, dalili zinakuwa vipi hasa kwa pneumonia? Dalili
kubwa zinaambatana na kazi yenyewe, kazi ya mfumo wa upumuaji. Dalili ya kwanza kabisa, unaweza kukuta mtu anakoa. Atakuanza kukoa, kama ni mtoto ataanza kukoa, au kama ni mtu mzima atakuwa anakoa, au anaweza pia akaanza kupata shida kupumua, kwa sababu tayari wale wadudu wanaenda kuathiri ule mfumo wa hewa. Kwa hiyo dalili nyingine ni kushindwa kupumua vizuri kama ambavyo alikuwa anapumua hapo awali kabla hajapata maambukizo. Wengine wanaweza kushinda kwamba mimi nikitembea kidogo tu hapo naweza nachoka sana, kwa sababu mwili unashindwa kusupply au kupatia, mapafu yanashindwa kuupatia mwili oxygen vizuri. Kwa hiyo unakuwa kuna dalili kama hizo. Dalili kubwa ni kuchoka, dalili kubwa ni kushindwa kupumua, lakini pia kikohozi. Lakini pia kwa sababu ni magonjwa ya kuambukiza, yanasababishwa na virusi, yanasababishwa na bakteria, mwili utaanza kureact, na inaweza mgonjwa huyu pia ukamkuta ana homa. Kwa ukimcheki joto lake la mwili utakuta liko juu sana. Lakini kwa watu wengine, hasa kwa wazee ambao umri umeenda, wanaweza wakapata kama kuchanganyikiwa hivi. Unaona mgonjwa kama kuchanganyikiwa, anakuwa haelewi ni nini ambacho anakifanya. Inaweza ikawa ni dalili pia ya pneumonia. Ndio. Na umezungumza hapa kuhusiana na makundi kama vile watoto na wazee. Watu gani wengine ambao wanakuwa hatarini zaidi pia katika kupata? Kuna makundi tofauti, na kwa mfano tumeongelea makundi ya watoto ambao tumekwisha kuelezea kwa nini wanapata kirahisi sana pneumonia. Tumesema kwa sababu kinga yao ya mwili, lakini pia mfumo wao wa hewa jinsi ulivyokaa, kinga yao ya mwili inakuwa haijaimarika zaidi. Tunapoongelea kuna makundi mengine kama wazee, au wazee na wenyewe pia tunaweza tukawatemu kama namna hiyo, kwamba tayari kinga yao ya mwili na yenyewe pia imeshaanza kupungua. Lakini kuna makundi mengine, kwa mfano kuna watu ambao kinga yao ya mwili imepungua kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano watu ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa sababu kinga yao ya mwili imepungua, wanaweza wakawa wanapata sana pneumonia ambayo inajirudia. Na hii kwa mtu mzima ambaye anapata pneumonia ambayo inajirudia kina hospitali pneumonia, ni vizuri akaenda akacheki kama anaweza akawa na shida ambayo inasababisha kinga yake ya mwili kushuka. Na magonjwa kama hayo ni magonjwa kama virusi vya ukimwi, lakini pia kuna wagonjwa ambao wanapata wagonjwa wenye kisukari. Kisukari kinasababisha kinga ya mwili isifanye kazi vizuri, kwa hiyo wanakuwa prone kupata magonjwa. Sasa TB, kimchukua mtu mwenye kisukari na ambaye ana kisukari, huyu mwenye kisukari au diabetes yuko more likely kupata TB, ambayo TB nene inaweza ikaathiri mapafu mara mbili zaidi ya mtu ambaye hana sukari. Kwa hiyo watu ambao kinga yao ya mwili imeshuka kwa namna yoyote ile, wanaweza wakapata hii pneumonia za mara kwa mara. Naam. Takwimu zinaonyesha kwamba zaidi ya watu milioni 155 duniani, watoto hasa, wanapata pneumonia. Na watu milioni 1.6 kila mwaka watoto chini ya umri wa miaka 5 wanafariki kwa pneumonia. Na pneumonia ndio inakuwa ugonjwa namba 1 unaoongoza kwa vifo vya watoto chini ya umri wa miaka 5. Ulitaja hapo kuhusu njia za kumkinga ama kuwakinga hawa watoto, ambao mojawapo ni chanjo ama vaccine. Sasa ukiangalia kwa mfano kauli mbiu ya mwaka huu wanasema vaccinate, breathe clean air and seek healthcare. Yani kutoa chanjo, kupata hewa safi na kupata huduma za mapema. Kwenye upande wa chanjo tukianzia hapo, kwa nini bado watoto wanakufa wengi kiasi hiki, licha ya kwamba umetueleza kwamba chanjo za kumkinga mtoto na magonjwa ya upumuaji kama pneumonia zipo? Kwa nini licha ya kwamba chanjo zipo lakini bado watoto wanakufa kwa kiwango hichi? Naweza nikaelezea kwamba kuna kwenye chanjo kweli zipo, lakini kuna wale watoto ambao tunasema wana missed opportunity. Wanashindwa kupata chanjo mapema kwa namna moja au nyingine. Unaweza ukaangalia kipindi cha miaka 2020 pale, ambako tulikuwa tuna janga la corona, kwa sababu lilikuwa
kubwa sana na watu wengi hawakuwa kwa kuweza kutoka nje, hivyo kuna watoto wengi pale hawakuweza kupata chanjo zao zile ambazo zinastahili kulingana na taratibu ambazo zinawekwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mtoto asipopata chanjo au tunasema miss opportunity, mtoto amekosa kupata chanjo zake mapema, basi inaweza ikampelekea kuwa prone kupata pneumonia. Lakini pia kwa nini wanapata chanjo lakini bado tunaona vifo vinaongezeka? Kutafuta au ile kupata matibabu ya haraka. Utaona mtoto ameanza kukohoa, ameanza kupata shida, ameshindwa kupumua, lakini kuanzia anaanza kuugua mpaka mtoto anafika hospitali inaweza ikachukua muda mrefu hapa, na hii inasababisha na sababu nyingi sana ambazo nyingine zinawezekana za kijamii. Mtu anaweza akaona mtoto wake anaumwa kidogo, akaenda akasema hiki kikohozi tu cha namna yake, akaenda akachukua dawa pale pharmacy akampatia mtoto wake, lakini mtoto ile dawa huwezi kujua kama ndio itakayomsaidia au itakayomsaidia. Kwa hiyo mtoto anaendelea kupata shida. Kwa hiyo by the time anafika hospitali na hali yake inakuwa mbaya sana. Ndio. Lakini pia kwenye eneo la kupata hewa safi, breathing clean air. Sasa tuko katika mazingira kwa mfano kama huko mijini, uchafuzi wa hewa kutokana na viwanda, matumizi ya petroli, lakini pia kuna uchomaji wa vitu kama misitu na vitu kama hivyo ambao ndio inatupatia oxygen na hewa safi. Katika kipindi hiki ambacho swala la mabadiliko ya tabia nchi limekuwa kubwa, inatengeneza hatari kiasi gani ya watu kukosa fursa ya kupata hewa safi na hivyo kuathiri mifumo yao ya hewa? Kwa kweli hatari ni kubwa. Mbali na hayo mambo ambayo umeongelea hapo, ambayo ni mabadiliko ya tabia nchi, tunaona ongezeko la watu mijini, viwanda viko mijini, hewa pia inakuwa sio safi ambavyo mwanadamu anahitaji. Hii inaathiri mapafu kwa sehemu moja au nyingine. Ukiwa expose katika hewa ambayo sio safi kwa muda, kwa mfano naweza nikatolea tu mfano kwa watu wazima, kwa sababu ya kuishi kwenye miji, wengi tunapenda kutumia gari kwa mfano, ambazo kuna AC mle ndani, lakini zile AC hazifanyiwi usafi vizuri, au AC za majumbani hazifanyiwi usafi vizuri, zinaweza zikatunza uchafu kule ndani ambao baadaye unaweza kuja kuathiri mfumo wa hewa. Lakini pia kwa watu wengine, watoto au watu wazima, mtoto ambaye anakuwa anapata exposure ya mtu ambaye anavuta sigara, ule moshi wa sigara kwa namna moja au nyingine unaenda kumwathiri, kwa sababu mtoto ambaye anakuwa exposed kwenye mazingira kama haya, mfumo wake wa hewa unakuwa unaathirika sana, na unakuwa more like huyu mtoto anakuwa rahisi sana kupata maambukizi ya wadudu wanakuja, kwa sababu sigara ina kemikali nyingi ambayo inabadilisha baadhi ya mambo kwenye mfumo wake wa hewa. Lakini pia hivyo mtu mzima, watu wazima ambao unakuta wanavuta sigara kwa muda mrefu, unaweza ukawaathiri mifumo yao ya hewa, na hivyo inaweza kawafanya wakawa rahisi sana kupata maambukizi, kwa sababu mfumo wa hewa una njia zake za kujilinda. Kuna majimaji yanatoka kule, kuna vinyoleo vinatoka kule, kuna kikohozi kinakuwepo kama njia za kulinda mfumo wa hewa. Hali ya hewa kuwa mbaya, na sasa tukiangalia sana swala la uvutaji wa sigara ambao linakuwa sana sasa hivi, vile vitu vinaenda vinaharibu mfumo wa njia ya hewa kujilinda yenyewe. Kwa hiyo mdudu au maambukizi yanapokuja yanakuwa rahisi sana kumshambulia huyu mtu kuliko ambavyo ingemshambulia mtu ambaye amekuwa akivuta hewa ambayo ni nini? Hewa ambayo ni safi. Kwa hiyo tunaona tofauti sasa. Ndio maana hiyo tunaweza kusema kauli mbiu ya mwaka huu kwamba chanjo, lakini pia hewa safi. Tunaweza tukaiweka kwa perspective hiyo. Sana, lakini pia kauli mbiu inamalizia na kupata huduma za mapema. Ni kwa muda gani ambapo mtoto ama mtu mzima ambaye amepata pneumonia anatakiwa kwenda kwa ajili ya matibabu? Ndio, pale pindi tu utakapo, kwa sababu pneumonia wakati mwingine inaweza ikaanza tu, kwa mfano kwa watoto inaweza ikaanza kama mafua, inaweza ikaanza tu anapata kikohozi, ambapo ni vikohozi vya kawaida tu ambavyo mtu anaweza akakohoa akafanya nini,
akatibiwa tu nyumbani na dawa tu za kikohozi. Mtu mwingine anaweza akakimbilia pharmacy pale au duka la dawa muhimu, akachukua dawa akanywa na akafanya nini, akapona. Lakini pale unapoanza kuona unaanza kupata shida kupumua, pale unapoanza kuona unaanza kupata homa na kushindwa kupumua. Lakini pia kwa wazee unaanza kumuona hali yake ya uelewa inaanza anakuwa kama vile amechanganyikiwa, tunasema confusion. Hiyo ina warrant kumpeleka huyu mtu mapema zaidi katika kituo ambacho kipo karibu. Kwa hiyo utakapofika hospitali mapema ndivyo jinsi ambavyo utahudumiwa mapema, na madhara ya yule mdudu ambaye atakuwa anasababisha ugonjwa namna hiyo unaweza ukashikiliwa mapema ili usiendelee kufanya madhara. Ni ugonjwa ambao unatibika kabisa, kwa sababu kuna dawa zipo, kuna antibiotic zipo ambazo unaweza akifika mgonjwa anatumia kama atakuwa anahitaji oxygen, kwa sababu njia ya hewa inapokuwa compromised au inapopata tatizo, mwili mapafu yanashindwa kuupatia mwili oxygen ya kutosha. Sasa oxygen inaweza ikashuka kwenye nini, kwenye damu. Kwa unapofika hospitali unapatiwa oxygen na organ nyingine za mwili zinaendelea kufanya kazi yake vizuri. Organ za mwili zinategemeana. Kwa mapafu yanapokuwa compromise na organ nyingine zenyewe zinakuwa compromise. Kwa unapofika hospitali mapema unapata oxygen mapema, utapata antibiotic na vile vitu vyote ambavyo vitahitajika, kwa sababu inaweza ikasambaa pia mwili, yani unaweza ukaanzia pneumonia lakini baadaye ikasambaa kwenye damu na mwili mzima, inaweza ikasababisha mambo mengine. Ndio maana kauli mbiu inasisitiza kwamba kupata kufika kwenye huduma mapema zaidi, kwa sababu ni ugonjwa ambao unatibika. Tukianzia mambo yote kwamba ukipata chanjo kwa watoto wadogo, ukapata tiba mapema na tukavuta hewa safi, nadhani pneumonia tunaweza tukaiondoa. Lakini pia kwa wale watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini pia wenye sukari, wale wakiwa wanafanya regular check-ups, wanaweza wakagundua mapema sana, kwa sababu wale watu wenye wanaishi na virusi vya ukimwi wanashambuliwa sana na fungus. Kuna dawa zao ambazo wanapata kuwasaidia kinga ya mwili ikae vizuri. Kuna aina ngapi za pneumonia? Kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia nikaona kuna pneumonia ya uyoga, bakteria, virusi. Sijui pengine utupe ufafanuzi katika hilo. Okay. Pneumonia tunaweza tukaiweka katika makundi tofauti. Kwa uwepesi zaidi tunaweza tukasema kuna pneumonia ambazo zinasababishwa na maambukizi ya wadudu, ambazo inaweza ikawa ni virusi, inaweza ikawa ni bakteria, inaweza ikawa ni fungus ambao wamesema ni kama ile fungukuvu au fungus. Lakini pia kuna parasite au minyoo kwa namna nyingine. Kwa hizi zinaweza tukaziweka kwa namna hiyo. Lakini pia kuna pneumonia ambayo hapa sasa tunazipanga kwenye magroup. Kuna pneumonia ambazo tunazipata hospitali na ambazo tunazipata nje ya hospitali. Zote hizi zina matibabu tofauti. Pneumonia ambayo mtu ameipata kwenye jamii au kwenye community, matibabu yake ya dawa yanaweza ikawa ni tofauti na pneumonia ambayo mtu ameipata akiwa hospitalini, kwa sababu kuna wagonjwa wanakuja hospitali hawana pneumonia lakini wanapata pneumonia wakiwa hospitali. Lakini kuna pneumonia ambazo zinaweza zikasababishwa na kemikali tunaweza tukaziweka pia namna hiyo, na zenyewe pia zina matibabu, kwa sababu pneumonia tunaweza kusema tu ni inflammation ya mapafu. Kwa hiyo chochote ambacho kinaweza kusababisha inflammation kinaweza kikakuletea pneumonia. Nadhani pneumonia ya leo tunayoongelea ni hii ya magonjwa yako ni hii ambayo inaambukiza. Kwa hiyo tunaweza tukaiweka katika makundi hayo, lakini zote ziko namna hiyo. Sasa kwa upande wa matibabu hasa inaweza ikachukua muda gani kupona kabisa? Sawa. Kwanza kabisa ni kama ambavyo nimetangulia kusema, pneumonia inatibika kabisa. Kwa sababu ni maambukizi tu ya wadudu. Kama ni virusi tuna dawa unaweza kukupatia, kama ni bakteria kuna dawa zipo, kama ni fungus kuna dawa zipo. Kwa hiyo inatibika kabisa. Sasa ni muda gani itachukua, inategemea na vitu kadhaa. Cha kwanza ni muda gani tangu umeanza kuugua mpaka umetafuta matibabu. Kwa sababu hiyo itakuja kukupatia
madhara ambayo tayari yule mdudu ambaye ameingia kwenye mapafu ya mgonjwa yamesababisha. Lakini cha pili, kinga ya mwili ya mtu huyu ikoje, unaona. Lakini cha pili, mdudu aliyempata, kwa sababu wadudu wanatofautiana, lakini pia mdudu wanatofautiana, lakini pia usugu wa yule mdudu katika dawa, unaona. Kwa hivi vyote vinachangia. Kwa hiyo ni vigumu kusema kabisa kwamba mgonjwa akija anaweza akachukua muda gani. Kwa hivi kwa mgonjwa akija tunaangalia mambo hayo yote, na kama ni muda tu mfupi inachukua muda mchache sana ambayo mgonjwa anatibiwa anakuwa vizuri, basi tunamruhusu. Lakini hivi ndio vitu vyote ambavyo tunaweza tukaviangalia. Sasa ukiachana na chanjo, ni kinga ipi pia ambayo inaweza ikatumika kumkinga mtu na pneumonia? Ukiachana na chanjo, yani ni katika namna gani mtu anaweza kujikinga na pneumonia? Kujikinga na pneumonia, cha kwanza kabisa ni kupata hiyo ambayo tumesema, ni kupata hewa safi. Lakini pia ni kujizuia kukaa na mtu ambaye anaweza akawa na maambukizi. Okay. Anaweza akawa na maambukizi. Mfano, mtu anaweza akawa na kohoa, mtu anaweza akawa ana mafua, mtu mzima anaweza kumwambukiza mtoto mdogo na vitu kama hivyo. Sasa kwa watoto ambao hawajapata chanjo anaweza kumwambukiza mtoto. Kwa hiyo unapoona mambo kama haya unajitenga. Kama kipindi kile ambacho tulikuwa tuna kipindi cha COVID-19, jinsi ambavyo tulikuwa tunajitenga kidogo. Lakini pia ukiona uko mazingira kama hayo unaweza kutumia mask ili kuweza kuzuia maambukizi, hasa kwa watu ambao kinga zao za mwili ziko chini, wagonjwa ambao wanaishi na VVU kwenye sehemu kama hizo, lakini ambao kinga zao za mwili ziko chini sana. Lakini pia kuna wagonjwa ambao mapafu yao tayari yamekwisha haribika. Kwa mfano, kuna wagonjwa wana COPD, wao ambacho tunawashauri ni kupata hewa ambayo, kukaa sehemu ambayo yenye hewa safi. Lakini pia kupata mazoezi ya kifua, kwa sababu wagonjwa hao wenye COPD wanaweza wakawa wana produce makohozi mengi sana, ambayo inatengeneza mazingira ya vijidudu kuzalia kule, na kwa sababu zile njia za mfumo wa hewa kujilinda wenyewe unakuwa tayari umekwisha kuharibika, inawapa urahisi wale wadudu kuweza kuota vizuri na kuweza kumwathiri. Kwa hiyo mazoezi, lakini pia mask, lakini pia kujitenga, ukiachilia chanjo. Lakini pia hata hawa wengine ambao COPD huwa tunawapa antibiotiki mara kwa mara, labda kila baada ya wiki tunampa mara 3 antibiotiki ili kumsaidia kuweza kujikinga. Sasa tumeona duniani kwamba pneumonia ndio ugonjwa unaoongoza kwa kuua watoto chini ya umri wa miaka 5, ambapo inakadiriwa kwamba kila mwaka watu 1.5 milioni na kuendelea, watoto chini ya umri wa miaka 5 wanakufa kutokana na pneumonia, na hii inafanya pneumonia kuwa muuaji namba 1 ama ugonjwa wa kwanza ambao unasababisha vifo vya watoto. Kwa hapa Tanzania hali ikoje? Maki hizo tumepata picha ya duniani kwa ujumla. Kwa Tanzania hali ikoje kwa uzoefu wako pia kama daktari? Kulingana na tafiti, nafika watoto chini ya miaka 5 inaweza ikafika mpaka 22% kwa tafiti ambazo nimepita. Inaweza kuwa inasababisha vifo, yani katika kila watoto 10 wanaokuja kuhudhuria hospitali, wawili wanaweza wakawa na pneumonia na wanaweza wakapata madhara hayo, inaweza ikasababisha pia vifo. Kwa hiyo bado hili tatizo lipo na lipo kwa kiasi, lipo kwa kiasi ambayo tafiti zinatofautiana kulingana na sehemu kabisa, kulingana na sehemu. Kwa hiyo kwenye sehemu ambazo unakuta huduma za afya bado hazijawa vizuri sana, tatizo hili linakuwa juu zaidi. Sasa kwa kuwasaidia pia sasa Watanzania, daktari, unashauri nini? Mtoto anatakiwa kupata vaksini ama chanjo ya pneumonia katika muda gani? Kuna utaratibu ambao wa mama ambao wanapeleka watoto kliniki, kuna ile kadi. Kwa hiyo pale kuna ratiba nzima ya chanjo zile ambazo wanatakiwa wapate. Mtoto anapozaliwa anatakiwa apate chanjo. Anapofika wiki 6 anachoma sindano
atachoma sindano 3 kwa mtiririko kama huo, ambao ndani ya zile chanjo mle ndani kuna chanjo ambayo ni ya pneumonia ambayo inamsaidia hasa. Hiyo chanjo inamsaidia kuzuia hawa virusi, kwa sababu ambacho wanajaribu kukiprevent ni virusi influenza vaccine ambao ni notorious sana kusababisha pneumonia kali, ambao kwa watoto inawaathiri zaidi. Kwa katika zile chanjo, katika utaratibu ambao Wizara ya Afya imeuweka vizuri, mle ndani kuna zile chanjo. Nadhani kwenye kadi wa kina mama maana wanasisitizwa sana wahudhurie hiyo watoto waweze kupata chanjo. Lakini pia kwa watu ambao zaidi ya miaka 60 ingawa haipo kwenye mpango wa chanjo wa taifa, kwa wagonjwa ambao tunawatendia sasa, ambao pia tayari njia zao za hewa zimeshapata shida, huwa tunawashauri waweze kutafuta pneumococcal vaccine na influenza vaccine kwa ajili ya kuendelea kuwalinda inapofika mida kama hii ambayo kuna mvua zinaanza, baridi zinaanza, kuna mabadiliko sana na virusi wanakuwa wengi sana. Kwa hiyo inawalinda na wanapata chanjo. Kwa watu wazima wanapata hiyo chanjo mara moja tu kwa mwaka, lakini kwa watoto kulingana na utaratibu ambao wizara imeweka. Umegusia hapo kuhusiana na baridi na kuna dhana ya kwamba pia mikoa ya baridi ama maeneo ambayo yenye baridi yana uhusiano pia na hatari ya kupata pneumonia. Ni kwa kiwango gani? Baridi pasei inaweza isababisha, lakini inasababisha tu kwamba ile hewa inakuwa ni kavu, inakuwa ni dry. Kwa inaathiri mifumo ya hewa. Kwa inakuwa rahisi sana kupata maambukizi hasa ya virusi. Kwa hiyo linked sana na kwamba ndio inasababisha pneumonia, lakini inafanya tu ile hewa inakuwa kavu, inafanya irritation ya hizi airway ambayo inamfanya huyu mtu anakuwa rahisi sana kupata pneumonia. Na kuna watu wengine wanakuwa hypersensitive tu wanapopata baridi. Sasa wagonjwa wenye pumu, zile njia zao za hewa zinaanza kukakamaa, anakuja na shida kupumua, lakini not necessarily kwamba huyu mtu amepata wapi, amepata maambukizi ya wadudu ambao wanasababisha pneumonia. Awali ulisema unaweza ukatibiwa ukapona, lakini ukapata tena kwa mara nyingine. Kuna uwezekano wa kuzuia hili kutotokea, na ni kwa nini inatokea kwamba mtu anapata alafu baadaye anapata matibabu na anaweza kupata tena, anakuwa katika hatari? Sawa. Wakati wanasema kwamba kwa mfano magonjwa mengine yanaofanana na hayo kama vile COVID, kuna narrative kwamba ukipata baada ya kuwa umeshapata matibabu, uwezekano wa kuja kupata tena ni mdogo. Sasa kwa nini kwa pneumonia inakuwa tofauti? Mwili una kwanza lazima kama ambavyo tuli group au tulitenganisha hii aina za pneumonia ambazo zinasababisha na virusi. Mwili unaweza ukatengeneza kinga yake. Kama COVID unavyoona hivyo, unatengeneza kinga. Lakini kwa bakteria inaweza ikawa inajirudia, kwa sababu uwezekano wa mwili kutengeneza kinga dhidi ya bakteria fulani unaweza ukawa ni mdogo, lakini kwa virusi inaweza ikatengeneza kinga. Kwa hiyo kwa nini mtu anapata pneumonia ambayo inajirudia? Labda inawezekana huyu mtoto aweza kupata chanjo zake vizuri katika muda ambao ulikuwa ambao umewekwa, lakini pia kwa mtu mzima inawezekana kinga yake ya mwili imefanya nini, imeshuka. Lakini pia hata kwa mtoto mdogo kuna magonjwa ambayo mgonjwa mtoto anazaliwa nayo yanaitwa immunodeficiency, combined immunodeficiency, yani kinga ya mwili inafanya nini, imeshuka sana. Kwa hiyo inaweza ikawa inamfanya huyu mtoto anapata pneumonia mara kwa mara. Na kwa mtu mzima namna hiyo, ukianza kuona mtu mzima anapata pneumonia mara ya kwanza, anapata tena pneumonia mara ya pili, mara ya tatu, huyu mtu ni vizuri tukaangalia kinga yake ya mwili vizuri, kwamba kwa nini mtu mzima, kwa sababu ni mara chache sana kwa mtu mzima kupata pneumonia. Kwa na sayansi tunaonyesha kwamba kinga yake ya mwili tayari imeshakomaa na njia zake za hewa zimekuwa vizuri. Tunaweza tukana sasa kuchunguza kwa nini huyu mtu anapata, je, ni kinga yake ya mwili au tayari kuna structural damage kwenye njia zake za hewa ambazo zinamfanya huyu mtu awe rahisi kupata
awe rahisi kupata pneumonia. Sasa ulisema kwamba kwa mwili kutengeneza kinga dhidi ya bakteria ni ngumu kuliko dhidi ya virusi. Lakini inasemekana kwamba virusi inakuwa vina complex vinajibadilisha. Yani inakuwaje mwili unakuwa na uwezo wa kutengeneza kinga dhidi ya virusi alafu unashindwa kutengeneza dhidi ya bakteria? Inaweza ikawa ni kitu complex kidogo. Kuanza tukiingia ndani na hii hapa. Nadhani tungeishia tu kwamba hapo kwamba mwili unaweza kutengeneza kinga dhidi ya virusi vizuri zaidi kuliko kwa bakteria, na ndio maana hata tuna chanjo za kustimulate mwili uweze kutengeneza kinga za zidi ya hawa wadudu. Lakini pia niliwekeje natafuta namna ya kuliweka ili mtazamaji wetu aweze kulielewa zaidi. Ni issue ambayo imeingia sana ndani. Kianza kuelezea hapa naweza tukatumia muda mrefu sana. Sasa kwa kumalizia, sasa tumeona leo ni siku ambayo Shirika la Afya Ulimwenguni na wadau wa masuala ya afya wameweka kwa ajili ya kuhimiza jamii na wadau kuhusu pneumonia, na kauli mbiu ambayo imewekwa ni vaccinate, breathe clean air and seek early care. Yani pata chanjo, vuta hewa safi na pata huduma kwa haraka. Huduma za afya kwa haraka. Sasa katika haya makubwa matatu, una lipi la kusisitiza wakati huu ambapo tunaadhimisha siku ya pneumonia duniani? Hayo yote lazima yakae katika msisitizo wake na katika nafasi yake. Uweze ukaacha moja ukachukua lingine. Unaweza ukawa na mtu ambaye labda amepata chanjo vizuri, sawa, au mtu mzima tu vizuri, lakini hapati sehemu ambayo hewa inaweza ikawa ni safi. Kwa hiyo mtu anaweza akaathirika. Kwa hiyo yote hayo yanatakiwa yaende kwa pamoja, kwamba watoto tuhakikishe kwamba wakina mama au wazazi wanaopeleka watoto wao kwenda kupata chanjo kulingana na taratibu ambazo zimewekwa na Wizara ya Afya. Lakini pia pindi unapomuona mtoto wako anapopata dalili ambazo tumezitaja hapo nyuma, yani homa, anakohoa, anaanza kushindwa kupumua mapema sana, ni vizuri kumpeleka akapata tiba mapema. Lakini pia kuhakikisha watoto au watu wanakaa katika mazingira ambayo hewa ni safi, lakini pia kujilinda na maambukizi haya kwa namna ambavyo tumekuja kuzungumzia hapo nyuma. Naam, asante sana daktari kwa elimu hiyo, na karibu tena wakati mwingine. Asante sana. Shukrani sana. Ni Dr. Pascal Kurujila ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, tukizungumza naye leo hii ikiwa ni siku mahususi ya uelewa kuhusiana na pneumonia, ikiwa ametupa mbinu mbalimbali hasa za kuzingatia katika kuepukana na maradhi hayo.